Shalom mwana wa Mungu. Heri ya Krismasi, heri ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ujumbe wa neno la Mungu tunaotafakari unatoka katika Injili kama ilivyoandika Luka mtakatifu sura ya kwanza. Tutasoma mstari wa 77, mstari wa 78 na mstari wa 79. Tusome Injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 77. Wajulishe watu wake wokovu katika kuwasamehe dhambi zao kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hiyo mwangaza utokao juu umewafikia, kuangaza wakao katika giza la uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu katika njia ya amani. Mungu alibariki neno lake. Leo ikiwa ni siku ya tatu baada ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukio la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo hapa ulimwenguni, ndugu msikilizaji, katika maisha yetu lilikuwa na mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo lilikuwepo katika hilo tukio, kwamba Bwana Yesu amekuja kutusamehe dhambi zetu. Bwana Yesu amekuja kutuletea msamaha wa dhambi zetu. Ukiangalia matukio yote kuanzia kuzaliwa kwa Bwana, mateso mpaka kufa, tunaona ndani yake kuna msamaha mkubwa kabisa ambao Yesu amewachilia kwa watu wake. Anapoandika Yohana ile sura ya 3 mstari wa 16 kwamba tazama jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, kila mtu amwaminie apate kuokolewa. Yaani ni msamaha wa Mungu ambao tuliupata, na tumeupata toka siku ile ambayo Yesu amekuja ulimwenguni, toka siku ile ambayo Yesu amezaliwa katika moyo wako. Kama wewe umempokea Yesu kwenye maisha yako, hapo ulipo una msamaha wa dhambi, una msamaha wa dhambi, umesamehewa dhambi zako. Lakini jambo la pili ambalo tunaliona katika tukio la Yesu kuja katika maisha yetu ama kuja hapa ulimwenguni ni kufunguliwa katika vifungo vya nguvu za giza. Amesema hapa amesema hapo mstari ule wa 78, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao umetufikia, kuangaza wakao katika giza la uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwa njia ya rehema. Tunapozungumzia giza, kama alivyotabiri nabii Isaya sura ile ya 9 mstari wa 2, ili giza linalozungumzwa mahali hapa linaweza likawa na tafasiri mbili kuu. Giza linalozungumzwa mahali hapa, tafasiri ya kwanza, giza inaweza kawa ni dhambi inayokuzunguka, dhambi inayokutesa. Kuna watu wameteswa na vifungo vya dhambi. Kuna watu dhambi imewatesa, inawaangaisha. Wengine wanajijua kwamba wanateseka na dhambi, wengine hawajijui. Sasa wewe unajijua ama haujijui? Mimi nataka niseme ya kwamba Bwana Yesu alipokuja katika maisha, toka siku aliyokuja katika maisha yako, kifungo cha dhambi kimeondoka kwako. Kwa hiyo giza linaweza ikawa linamaanisha dhambi inayomtesa mwanadamu, dhambi inayomhangaisha mwanadamu. Lakini tafasiri ya pili, giza linalozungumzwa mahali hapa ambalo Yesu amekuja kuwatoa watu wake na kuangaza nuru yake ndani yao, inaweza ikawa ni mateso yoyote, mateso ya nguvu za Ibilisi, mateso ya maisha yako, maangaiko, shida, matatizo yanayokuzunguka wewe. Hilo ni giza. Sasa anasema kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia. Kwa hiyo Bwana Yesu alipokurehemu, mwangaza umekufikia wewe, mwangaza umefika katika maisha yako. Bwana Yesu alipozaliwa kwako, mwangaza wake umefika ndani yako, kukutoa katika giza kama dhambi, kukutoa katika giza kama mateso na vifungo vya Ibilisi vya nguvu za kishetani, kukutoa katika giza kama laana za wanadamu, kama mikosi, kama matatizo yanayokuandama. Una mtu anasema kwamba mimi nimeandama, mimi na mikosi, mimi na laana. Sasa wewe mtu wa namna hiyo na mwingine, Bwana Yesu alipozaliwa, toka siku aliyozaliwa, amekuondoa katika hilo giza, ili apate kukuongoza miguu yako uende katika
njia za amani. Hebu angalia pia mtunzi wa tenzi, tenzi namba 24. Hebu angalia tenzi namba 24, tenzi namba 24. Angalia tenzi namba 24. Tenzi namba 24 na ibeti ile ya kwanza anasema hivi: tangu siku hiyo aliponijia akaye moyoni mwangu, sina giza tena ila mwanga pia kwa Yesu mwokozi wangu. Tangu siku ambayo Yesu ameingia ndani yako, wewe kama umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, toka siku ambayo Yesu ameingia ndani yako, hakuna giza kama dhambi itakalokutesa. Hakuna giza kama vifungo vya ibilisi, mateso yatakayoendelea kukaa ndani yako. Yesu ameondoa. Mtunzi wa tenzi amesema, sina tena ndani yangu. Ningetamani kusikia moyo wako ukisema, tangu siku ambayo Yesu ameingia ndani yangu, mimi ndani yangu giza bye bye. Giza sitaki. Giza kwa namna yote, yawe ni magonjwa. Ningetamani kusikia moyo, kama ningeweza kusikia moyo wako unasema, basi ningetamani kusikia moyo wako ukisema, mimi ndani yangu giza bye bye. Mimi ndani yangu ibilisi, shetani bye bye. Mimi ndani yangu dhambi bye bye. Alafu anasema ule beti ya 3 anasema hivi: matumaini yangu ni ya hakika katika Mwokozi wangu. Umesikia? Yaani tangu siku ambayo Yesu amezaliwa ndani yako, matumaini yako ni ya hakika. Tumaini la uzima wa milele ni la hakika. Tumaini la kurejeshwa vile ambavyo vimepotea ni la hakika. Tumaini la kushinda vita yako ni la hakika. Tumaini la kuvuka kwenye vikwazo na vizuizi vilivyoko mbele yako ni la hakika, tangu siku ambayo Yesu ameingia ndani yako. Anaendelea kusema mtunzi wa tenzi kwamba hofu zangu na hamu zimeondoka kwa kuwa ninaye Yesu. Kama unaye Yesu, hofu zako, iwe ni hofu ya mauti au hofu yoyote, imeondoka. Ndugu msikilizaji na unanitazama, kama hujampokea Yesu, unangoja nini? Yesu alipokuja, kama Luka anavyosema, ngoja nimalizie mstari wa mwisho. Luka anavyosema sura ile ya pili, sura yake ya pili, anasema, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto. Kwa hiyo Yesu alipozaliwa, yani ile Yesu kama kitoto ni ishara, lakini jambo kubwa ni Yesu kukuletea ukombozi ambao ndani yake kuna msamaha, ambao ndani yake kuna ushindi. Hofu zako zimeondoka. Hofu zako hazipo tena kwa sababu unaye Yesu. Kama hujampokea Yesu, unasubiri nini ndugu msikilizaji? Yesu hajaja kwa ajili ya Wakristo. Yesu amekuja kwa ajili ya watu wote watakaokubali azaliwe ndani yako. Hawa watu aweze kuwapa uzima na ukombozi. Tuombe. Kama hujampokea Yesu, unaweza kaomba na mimi maombi haya. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako na nimekuja kwako leo. Ninakuomba unisamehe, unisafishe dhambi zangu zote. Bwana Yesu, ninakuomba unisamehe, unisafishe dhambi zangu zote zilizopo moyoni mwangu na kwenye mwili wangu. Bwana Yesu, ninakupa moyo wangu, uingie ndani yangu, ufanye makao, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Amini umeokoka. Na baada ya kuomba sala hii, chukua hatua nyingine itakayokusaidia. Nenda katika kanisa lako upate mafundisho mazuri ya kiroho yatakayokuimarisha katika imani, na usitende dhambi na umwamini Yesu, usiwe na hofu tena. Ngoja na mimi nikuombee. Baba, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu asubuhi ya leo, siku ya 3 baada ya kuzaliwa kwako. Ninamuombea Bwana, umpe tumaini jipya. Ninamuombea umpe furaha ndani yake. Ninamuombea ufanye jambo jipya, jambo jema kwenye maisha yake saa hii anaponitazama. Ninamuombea giza kwa namna yoyote, giza kama dhambi umuondolee. Kwa maana Bwana, ulipotujulisha wokovu wako, ulitusamehe dhambi. Umuondolee giza kama dhambi. Umuondolee giza kama vifungo vya ibilisi na mateso na maumivu na laana na kukataliwa. Ewe giza kama laana, ninakukemea katika jina la Yesu, ondoka. Ewe giza kama nguvu za giza, kama mapepo na majini na mamizimu, ninakukemea kwa jina la Yesu, ondoka ndani yake, mwachie huyu mtu. Ewe giza kama dhambi, kama uovu wowote, vifungo vya uovu
wa ulevi, tamaa za mwili, kutapanya mali, katika jina la Yesu na kukemea, mwachie huyu mtu. Baba, umpe nuru yako ya ajabu, imwongoze katika njia za haki. Amen. Mungu akubariki, nikutakie siku njema.